Muda mchache uliokwisha kupita, Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin ameweza kuzungumza kuhusu kushindwa kwa Ukraine huko mkoani Kursk, ambako amesema ya kuwa kushindwa kwa Ukraine kuna karibia mno katika jimbo hilo, na aliweza kuzungumza hayo wakati wa mkutano wa bodi ya ofisi ya mwendesha mashtaka nchini humo. Hivyo basi na kusihi ya kwamba ungana nami mwanzo hadi mwisho wa ripoti hii, utasikia kila ambacho pia Bwana Vladimir Putin ambaye ni rais kutoka nchini Urusi ameweza kuzungumza, hali nzima ambavyo pia inajili na inavyoendelea, na kitu gani hasa ambacho amesema kimesalia kukamilika katika ukombozi wa mji wa Kursk dhidi ya vikosi vya Ukraine. Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin wakati wa mkutano wa bodi ya ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu alisema ya kuwa askari wa Urusi walikuwa wamefanya mfululizo wa operesheni za ujasiri na za haraka mno na za mafanikio katika mkoa wa Kursk, na alisema ya kuwa vikosi vyake vinakamilisha tu kushindwa kwa jeshi la Ukraine katika jimbo la Kursk, ambako Putin aliweza kutangaza ya kwamba wanajeshi wote wa Ukraine na mamluki wa kigeni wanaofanya kazi katika mkoa wa Kursk nchini humo walichukuliwa kuwa magaidi, akisisitiza ya kwamba ukatili wao ulistahili uchunguzi wa kina zaidi. Na hizi ni taarifa muhimu zilizotolewa na mkuu huyo wa nchi Bwana Vladimir Putin juu ya Kursk au kuelekea ukombozi wa Kursk na matukio yote kwa ujumla katika jimbo hilo. Wanajeshi wa Urusi hivi karibuni wamefanya operesheni kadhaa za haraka za kijasiri na zenye ufanisi, na sasa wanakamilisha kushindwa kwa vikosi vya adui yani Ukraine katika mkoa wa Kursk. Putin amesema hivyo, ambako pia aliweza kuwataka waendesha mashtaka kuhakikisha ya kwamba watu walioathiriwa katika eneo hilo na utawala wa Kyiv wanapata uungwaji mkono kamili. Aliwaomba waendesha mashtaka kufuatilia kwa makini ya kwamba watu wanapokea fedha zinazohitajika mara moja na kwa ukamilifu, na wanapaswa kupewa nyumba za muda na za kudumu haraka iwezekanavyo. Putin amesema hivyo. Rais huyo pia aliweza kutangaza ya kwamba wanajeshi wote wa Ukraine na mamluki wa kigeni katika jimbo la Kursk ni magaidi. Ukatili waliofanya lazima ufichuliwe, kurekodiwa na kuchunguzwa kwa kina. Pia Putin aliwaagiza waendesha mashtaka pamoja na wale wa kijeshi kuweka kipaumbele hiki na kuratibu kazi na huduma zingine katika maeneo yaliyokombolewa, akitaja haswa Sudiza na makazi mengine katika mkoa huo. Wahalifu wote wa Ukraine lazima waadhibiwe. Wahalifu wale waliotoa amri za uhalifu na kuwatesa raia wenye amani lazima watambuliwe na hatimaye kufikishwa mahakamani kwa taratibu zingine zaidi. Ni muhimu kuongeza ulinzi wa miundombinu ya viwanda na usafirishaji pamoja na maeneo ya umma kutokana na ongezeko kubwa la vitisho vya ugaidi katika jimbo hilo. Putin alisema hivyo. Pia Putin aliweza kuhimiza ofisi ya mwendesha mashtaka sio tu kuongeza mapambano yake dhidi ya rushwa, lakini pia kuzingatia maalum kufuatilia matumizi ya fedha katika miradi ya kitaifa na utaratibu wa ulinzi wa serikali. Pia Putin aliweza kuzungumzia au kugusia ajali ya meli, ambako alisema ajali ya meli mbili za mafuta iliyofuatiwa na kumwagika kwa mafuta katika Bahari Nyeusi mwishoni kabisa mwa mwaka jana 2024 ilionyesha madhara makubwa ya kupuuza sheria za usalama na uzembe kwa watu asili na uchumi. Waendesha mashtaka wa kijeshi wanapaswa kukuza nidhamu kama dereva muhimu zaidi wa utayari wa juu wa askari. Putin alibainisha kuwa idadi ya malalamiko yaliyopokelewa na ofisi ya mwendesha mashtaka iliongezeka kwa 10% mwaka jana 2024. Pia alisisitiza kwamba idadi ya kesi zilizohukumiwa na waendesha mashtaka pia ziliweza kuongezeka. Putin pia aliongeza kwamba taarifa zote zilizokusanywa na waendesha mashtaka
zitumike kuchanganua masuala muhimu na ya kawaida yanayowahusu wananchi. Alitoa wito wa masuluhisho ya kina, akisema ni muhimu ya kwamba matawi yote ya serikali yajibu ipasavyo kwa mahiri na mara moja kwa maombi ya wananchi. Pia ni muhimu kushughulikia kila hali mahususi katika eneo hilo. Putin aliagiza ofisi mwendesha mashtaka kuendelea kusimamia manunuzi ya kisheria ya vifaa vya taasisi za matibabu na kuhakikisha upatikanaji wa dawa bila kukatizwa. Alikazia haja ya waendesha mashtaka kujibu mara moja ukiukaji wowote katika sekta hiyo. Na hiki ndicho ambacho pia Vladimir Putin ameweza kuzungumza wakati wa mkutano na bodi ya ofisi ya mwendesha mashtaka kuhusu hali nzima ambavyo pia inajili huko mkoani Kursk, ambako bwana Putin amedokeza kwamba muda usio mrefu pia jeshi lake litakamilisha ukombozi wa mkoa huo wa Kursk huko nchini Urusi, ambako vikosi vya Kiev viliweza kuingia katika mwezi Agosti ya mwaka 2024. Pia kingine ambacho natamani pia ni kutaarifu muda huu ni kuhusu Pentagoni imethibitisha kurejesha kikamilifu misaada ya kijeshi huko nchini Ukraine, ambako katika undani wa taarifa hii imeelezwa kuwa maafisa wa Pentagoni, idara ya ulinzi kutoka nchini Marekani, imethibitisha kuwa Marekani imerejesha kikamilifu misaada ya kijeshi na ushirikiano wa kijasusi na nchi ya Ukraine, ambako mapema katika mwezi huu Machi, Washington iliweza kutangaza uamuzi wake wa kuondoa vikwazo vya usaidizi baada ya Kiev kutangaza kwamba itakubali kusitisha mapigano kwa siku 30 dhidi ya Moscow. Akizungumza na waandishi wa habari siku ya Jumanne, katibu wa wanahabari wa Pentagoni anayefahamika kama Sini Paneli alisema ya kuwa msaada wa kijeshi wa Marekani kwa Ukraine umerudishwa nyuma pamoja na ugavi wa kijasusi, ambako akirejelea matamshi ya Paneli, Alexei Grinkewicz ambaye ni kamanda wa kamandi kuu ya jeshi la anga la Marekani maarufu kama CENTCOM alithibitisha tena ya kwamba msaada wa kijeshi wa Marekani umeanza tena rasmi kwenda Ukraine, ambapo wamepokea ripoti zilizothibitishwa ya kuwa inaendelea au inarejea Ukraine, na bila shaka ripoti za kila siku kuhusu matokeo ya ugavi wa kijasusi na juhudi hizo, alisema. Kwa hivyo yote hayo ni kama ilivyokuwa hapo awali. Hapo awali Marekani ilikuwa imesitisha uwasilishaji wa msaada wa kijeshi wa mabilioni ya dola kwa Kiev na kuzuia ushiriki wa kijasusi kufuatia ugomvi wa mwezi uliopita katika ikulu ya White House kati ya Volodymyr Zelensky na rais wa Marekani Donald Trump, ambaye aliungana na makamu wake wa rais anayefahamika kama J.D. Vance. Wakati wa mabadilishano hayo, Trump alimshutumu Zelensky kwa kukosa shukrani na kucheza kamari na vita vya tatu vya dunia kwa kukataa kutafuta amani na Urusi, ambako kiongozi huyo wa Ukraine aliombwa kuondoka katika mji mkuu wa Marekani na kurudi tu wakati akiwa tayari kwa mazungumzo mengine. Tangazo la Pentagon lilikuja siku ambayo Trump na mwenzie kutoka nchini Urusi Vladimir Putin walifanya mazungumzo kwa njia ya simu kujadili juhudi za kufikia azimio la amani la mzozo wa Ukraine, ambako pia simu iliyotarajiwa ilidumu kwa saa 2.5 na ikulu ya White House na Kremlin zilielezea kuwa nzuri zaidi. Viongozi hao wawili walithibitisha kusimamishwa kwa mwezi mmoja kwa mgomo wa miundombinu ya nishati na kujadili pendekezo la Trump la kusitisha mapigano kwa siku 30, huku upande wa Urusi ukielezea masuala kadhaa muhimu ambayo yangehitaji kushughulikiwa kabla ya kutekelezwa kwa mpango huo. Kiev hata hivyo ilikiuka haraka makubaliano hayo wakati jeshi lake lilipodaiwa kulenga kituo cha nishati ndani ya Urusi siku ya Jumatano wiki hii, licha
ya kutangaza kusitisha mgomo wa masafa marefu dhidi ya Urusi.